mmekuwa mkiendelea kujenga hoja za kuaminisha watu uchaguzi lazima utakuwepo na utafanyika mwezi Oktoba. Upinzani wao Chadema wanasema kama hayatafanyika hiyo mabadiliko watauzuia uchaguzi hautafanyika. Bwana Panje, comrade kada wa Chama cha Mapinduzi CCM. Unaona uchaguzi ukizuiwa na kufanyika mwezi Oktoba pengine ukasogezwa mbele, na nini athari yake kama hayo yatatokea au faida yake? Kwanza, jambo la kwanza, hakuna mwenye hati miliki yoyote ya kuweza kuzuia uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi utafanyika. Hakuna ambaye anaweza kinyume hakuna ambaye anaweza kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana hata viongozi wetu wanaapa tutailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni chama ambacho kimsingi naweza nikasema kwamba akiifahamu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawaifahamu. Kwa sababu na bahati mbaya nasikitika kwamba kuna watu ambao wanajiita ni wanasheria nguli. Ambao wanaijua sheria. Lakini sasa hata wanasheria kwa bahati mbaya sana hawajui sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hawajui katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama wangekuwa wanaifahamu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wasingekuwa na uthubutu wa kusema ya kwamba no reform no election itakwenda kusababisha uchaguzi usifanyike. Ni uongo. Na miongoni mwa kitu ambacho Chadema wamefeli, yani katika plani zao zote wamefeli, na nasikitika ni chama ambacho tayari kishakuwa mfu, yani kama ni mtumbu ushadhama tayari. Yani kwa sasa hakuna namna ya kuweza kunusuru Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa watu waliofikia. Kimesema vipi wakati kina hoja ambayo inatikisa nchi? Hakuna hoja ambayo inaweza katikisa nchi ambayo ipo kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapo Pititi nataka nikupitishe kidogo. Naposema kwamba wamefeli, na maanisha kwamba wamefeli. Na ninasikitika kuona kwamba wanaendelea na agenda ambayo ni mfu, haina uhai wowote. Yani hawana uwezo wa kufanya jambo lolote. Naweza nikasema ni kama wanafanya story. Unaona wale watu ambao wanafanya maigizo. Ni wale watu ambao wanafanya maigizo ambao kimsingi hayana matokeo yoyote. Pititi nataka nikwambie kitu kimoja. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka tufanye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinajinasibu kwa Watanzania kwamba ni chama kinachoongoza kwenye masuala na misingi ya kidemokrasia Tanzania. Nataka nikwambie si kweli, na kwa bahati mbaya sana wanawadanganya Watanzania kwamba wao ni watu ambao wanaeneza demokrasia. Ninaenda katika mifano hai. Demokrasia katika taaluma yangu mimi ambao nimeisoma ni pamoja na kuwa na uhuru wa kuchagua ama uhuru wa kuchaguliwa. Twende Chadema. Ukija kuitazama Chadema kwa sasa, uchaguzi uko mwezi wa 10. Sio unaelewa? Tukipata taarifa ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa ndani ya Chadema lipo kundi ambalo linataka uchaguzi, lipo kundi ambalo halitaki uchaguzi. G55 wanasema sisi tunataka mwaka huu uchaguzi ufanyike, lakini waumini wa mabadiliko. Na mimi Panja nimekiri nataka ni mabadiliko. Huyu mwenyekiti na genge lake wanasema wao hawataki uchaguzi, kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao ni watu ambao sasa ukija kuitazama demokrasia inavyotaka. Demokrasia inataka watu wawe na uhuru wa kuchagua, uhuru wa kuchaguliwa. Kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu hawataki kushiriki uchaguzi, basi aweze kuwaruhusu wananchi wawe na uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka. Wao hilo jambo walitaki. Maana yake ni nini? Ni demokrasia gani ambao wanaihubiri ya kuminya demokrasia ya nchi, demokrasia ya Tanzania, kuto kuwaruhusu wa Tanzania kwenda kuchagua viongozi wanaowataka? Ni kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao wanachosema hii ni agenda sio ya chama ila ni ya Watanzania. Hapana. Tena hapo wanakosea na wanatukosea sana Watanzania. Hiyo ni agenda ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na si agenda ya Watanzania. Watanzania wanataka uchaguzi. Nakupa reference. Ukija hapa Dar es Salaam, tayari tumesha zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura limepita katika maeneo mengi. Na kwa bahati nzuri Dar es Salaam tu zoezi lilikuwa juzi. Hapa Watanzania wengi wamejitokeza kujiandikisha kwa daftari la kudumu la wapiga kura. Na ikafika hatua tume wakaongeza siku hizi 2. Tafsiri yake ni nini? Hata hao Chadema
na wao pia wamejitokeza kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Si unanielewa? Sasa mwenyekiti amezidiwa. Yaani mtumbwi tayari ushaona unazama. Anakuja baada ya kuona chama chake kimuungi mkono, anakuja kuwadanganya Watanzania kwamba sasa jamani uchaguzi mwaka huu utafanyika. Huo ni uongo na upotoshaji mkubwa, na sisi vijana wa Kitanzania kwa kuendelea kuwaasisi wazalendo wa taifa hili ambao wameipatia nchi hii ya Tanzania jina, Abedi Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatuwezi kukubali kuungana na wanasiasa wanaofanya miemko ya kisiasa ya kuadaa jitihada nzuri zinazofanya na serikali, ya kuadaa hizi jitihada na maendeleo yanayofanyika na serikali, ya kubaka pia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuwezi kuwaruhusu wanasiasa waovyo wa namna hiyo wenye miemko. Watafanikiwa au hawatafanikiwa? Hawawezi kufanikiwa. Sisi tunaendeshwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Juzi nilisema hata Chama cha Mapinduzi CCM kinaendeshwa kwa kutumia katiba ya Chama cha Mapinduzi CCM na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa CCM haiwezi kaenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata vyama vyote hivi vyote vipo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana kuna mfumo wa vyama vingi ambao ulianzishwa mwaka 1992. Unahubiri sana kuhusu demokrasia. Nakumbuka wakati CCM mmempitisha alikuwa mgombea wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uchaguzi ambao inafuata, kuna mwanachama kutoka kaskazini alionyesha kupinga na akaondolewa, alifutwa wanachama. Lakini tunaona pia kwa upande wa Chadema wale ambao wameonekana kwenda kinyume na agenda ya no reform no election, wako ambao wanatolewa katika nafasi zao zile za uongozi. Tumeona Catherine Ruge ameondolewa, lakini pia Mwita naye aliondolewa katika secretariat ile. Kuna kama mvutano, watu wanasema sasa ile demokrasia ambayo Chadema wanaihubiri iko wapi? Lakini vile vile ile demokrasia ambayo CCM wanaihubiri nayo iko wapi, wakiangalia matukio hayo mawili kutoka pande hizi zote mbili? Ni kweli hivi vyama vinakuwa vina ukandamizaji wa kidemokrasia kwa namna moja ama nyingine? Hapana. Na kwa bahati nzuri matukio yote mawili tunayafahamu. Na nianze na Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa sasa kimefikia hatua ya kutokuihubiri demokrasia. Na maanisha hivi. Juzi ameondolewa Catherine Ruge, sawa? Tukaona pia ameondolewa na ule mjumbe wa secretariat Mwita naye kaondolewa. Tuje tutazama uondoaji wao umetokeaje. Catherine Ruge ameondolewa kinyume na katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nimejaribu kuipitia kwa udogo, kwa uchache. Lakini tunakuja kuona ni mtu ambaye amechapisha hata katika mitandao ya X. Ameandikiwa I don't know ni barua tu, sijui ni SMS, ni ujumbe kwamba bwana kuanzia wewe leo hautokuwa mjumbe wa I don't know ni kamati kuu. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba yule tumeshindwa kumpatia haki zake za msingi. Tumeminya demokrasia hapo. Maana yake ni kwamba Chama cha Demokrasia hamna demokrasia. Hakuna demokrasia. Ni demokrasia gani ambayo mwenyekiti anaamua kutumia udikteta wa kumuondoa mtu? Yaani ameamka asubuhi, amewaza Catherine Ruge, wewe sio mjumbe wa kamati kuu. Mwita wewe sio mjumbe wa secretariat. Ameamka tu, yani amechapishwa tu kwenye mitandao ya X, kwenye SMS, bwana tunataka Mnyika waambie hao sio wajumbe. Tunahitaji demokrasia hiyo. Tunataka tuone CCM ina utofauti. CCM ameondolewa yule kada wa Chama cha Mapinduzi. Na bahati mbaya sana naweza nikasema aliondolewa katika vikao halali. Ona utofauti wa CCM. CCM inakuondoa kwenye vikao halali. Kwa hiyo yule kada wa Chama cha Mapinduzi CCM aliondolewa kwenye vikao halali. Tunaanzia kikao cha tawi lake alilotokea, tutaingia kata pale, itaingia ngazi ya wilaya. Baada ya hivyo ngazi ya wilaya ikitokea, bwana huyu ndugu yetu, wewe bwana kutokana na hizi reference utufai. The Bantu.